nikutie moyo mtu wa Mungu na nikupe changamoto. Tunaweza kuwa tunakuwa na akaunti kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ada, tuna akaunti kwa ajili ya akiba, akaunti kwa ajili ya dharura. Je, umewahi kufikiria kwa mfano kuwa na akaunti kwa ajili ya kutoa? Kadiri Mungu anavyokubariki, wakumbuke walio kwenye nafasi ya uhitaji. Ukiingia mahala ambapo ukakutana na mtumishi ambaye naye ana njia zake, ameamua kutumia utoaji kama njia ya kumanipulate watu, baadaye unasikia kuumia. Kwa sisi watumishi wa Mungu na viongozi ambao Mungu ametuweka katika maeneo mbalimbali, imetupasa kuwajibika kwa habari ya fedha na mali zinazotolewa. Kama umekuwa ukisaidia watu, ni vizuri kama ni kwa ajili ya jambo fulani, wawajibike kwa kile ambacho ulikusudia. Hatuwajibiki tu mbele za Mungu, bali pia tunawajibika kwa wanadamu. Bwana Yesu, tunakushukuru tena kwa ajili ya kipindi kingine kizuri cha Mawimbi ya Uamsho, ambapo umetujalia nafasi tuweze kuendelea kujifunza neno lako. Asante Roho Mtakatifu kwa kutujalia kuwa na wakati huu. Nakabidhi watazamaji wangu wote mikononi mwako, nami najikabidhi mikononi mwako. Neno hili likalete uzima na uponyaji kwa jina la Yesu. Amina. Mtazamaji wangu, na kukaribisha tena katika kipindi chetu kizuri cha Mawimbi ya Uamsho na Matengenezo. Ni siku nyingine tena. Ni mimi mchungaji Ngoma wa kanisa la JCC, Jesus Cares Church. Ninakualika tena tuwe pamoja kwa dakika kadha wa kadha katika kipindi chetu hiki kizuri, ambapo katika kipindi chetu kama kawaida yetu tunakuwa na wasaa wa kujifunza neno la Mungu. Wakati mwingine tunapitia dhana na mafundisho potofu yaliyo katika kanisa la Mungu katika nyakati hizi, lakini pia wakati mwingine tunakuwa na wasaa wa kuangazia mambo yaliyoingia katika kanisa kinyemera. Usisahau pia mwisho wa kipindi au unapoendelea kuangalia kipindi, unaweza ukawasiliana nasi kwa ajili ya maombi na maombezi kadiri ambavyo unaona unahitaji, na sisi tutakuwa na furaha kuungana nawe katika kuomba. Na Mungu wa mbinguni, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo atendaye miujiza, atakuokoa na kukuponya na kukufungua kutoka katika kila aina ya vifungo. Basi karibu tena katika siku ya leo. Tunaendelea na kipindi chetu cha sehemu ya pili ya kanuni za kuzingatia katika utoaji kulingana na maandiko. Katika kipindi chetu cha kwanza tulipitia kanuni kadha wa kadha, na labda tu kwa ajili ya kukukumbusha kidogo, kanuni yetu ya kwanza na kwa haraka haraka tuliyopitia ilikuwa ni kanuni inayopatikana katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 1 mpaka wa 4, na kanuni hii inatuonyesha kwamba kila tunapotoa matoleo ya aina yoyote na mahali popote, nia zetu lazima ziwe safi, na mtazamo na nia yetu ya utoaji iwe ni ya shukrani kwa Mungu na yeye pekee atosha kujua, na ndio atupae thawabu, na kuwa thawabu yake ni ya muhimu. Au kwa ufupi tulisema kutoa kwetu kusiwe kwa kujionyesha, bali kuwe kwa siri, na Mungu wa mbinguni aonaye sirini atatujaza. Lakini pia tuliangalia kanuni nyingine katika Luka sura ile ya 21 mstari wa 1 mpaka ule wa 4, iliyokuwa inaelezea kwa ufupi kwamba ukubwa au udogo wa sadaka unatokana na uwiano. Kwa hiyo ukubwa wa sadaka sio kile kiwango ulichonacho ulichotoa, lakini ni uwiano wa ulichonacho na ulichotoa. Kwa hiyo ni asilimia ngapi umetoa kutoka katika kile ulichokuwa nacho. Kwa hiyo mtu anaweza akatoa kwa maana ya jumla ya idadi ni kubwa, lakini kwa maana ya uwiano atakuwa ametoa kidogo, na tuliona katika kitabu cha Luka kama nilivyosema. Lakini kanuni ya tatu ambayo tuliiona ni kutoka katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 12, na nilikwambia ikikupendeza na itakuwa na picha nzuri kusoma mstari wa 1 mpaka wa 12, lakini pia katika ile Wakorintho wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2, na tuliona kwamba tunatoa kulingana na vile ambavyo Bwana ametubariki navyo. Huwezi kutoa kitu ambacho hauna, unatoa kitu ambacho unacho. Kwa hiyo ni kanuni nyingine ambayo tuliiona, na tulimalizia na kanuni zingine 3 zinazopatikana katika Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6 mpaka 9,
na Luka sura ya 6 mstari wa 38. Kanuni ya kwanza tunatoa katika maandiko ya Wakorintho wa pili, inasema kanuni ya kuvuna sawasawa na ulivyopanda. Ukipanda kwa ukarimu, unavuna kwa ukarimu. Na nikasema kwamba hii ni kanuni ambayo watu wengi sana tunaijua na tunaiangalia. Lakini pia kutoa kama ulivyokusudia moyoni, sio kwa kulazimishwa au kushurutishwa. Kwa hiyo toa kama ulivyodhamiria ndani ya moyo wako. Ni kanuni ya kimsingi tuliona kutoka katika maandiko, na ya mwisho tulioiona katika kipindi chetu kilichopita ni kutoa kwa furaha na sio kwa huzuni. Kutoa kwa moyo mkunjufu na sio kwa manunguniko wala maumivu. Ikiwa unataka maelezo zaidi, basi angalia katika kipindi chetu cha kwanza katika kanuni za kuzingatia katika utoaji wa kulingana na maandiko. Utayaona haya niliyaelezea kwa upana, na Mungu wa mbinguni akubariki. Basi leo tunaendelea tena na kanuni zingine ambazo tutaendelea kuzipitia, tunazozipata katika maandiko. Na ningependa nianze kusoma kutoka katika Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari wa 10 mpaka 15, ambapo tutaona kanuni kadha wa kadha. Nitasoma. Napenda kusoma maandiko ili nisiseme tu maneno yangu mwenyewe. Na labda kama wewe ni mgeni katika vipindi vyetu tunapoongelea habari ya kanuni, hii ni moja ya njia ambavyo tunaweza tukafasiri maandiko. Unapata kanuni, unazielewa, kwa sababu kuna mambo ambayo yalifanyika kwa aina fulani kwa wale walioandikiwa maandiko moja kwa moja, au Biblia inaweza kuinaelezea jinsi walivyofanya, lakini sisi tunaweza, sio lazima tufanye kila kitu kama walivyofanya, lakini tunaweza tukajifunza kanuni kutoka pale, tukazielewa na tukazitendea kazi. Na ndio maana somo letu hasa hapa linaangalia kwa muktadha huo. Wakorintho wa pili sura ya 8 mstari ule wa 10, Biblia inasema, nami katika neno hili natoa shauri langu, kwa maana neno hili la wafaa ninyi mliotangulia yapata mwaka, licha ya kutenda hata na kutaka pia. Lakini sasa timizeni kule kutenda nako, ili kama vile mlivyokuwa tayari kutaka, vivyo hivyo mkawe tayari na kutimiza, kwa kadiri ya mlivyo navyo. Mstari wa 12, maana kama nia ipo, hukubaliwa kwa kadiri ya alivyo navyo mtu, si kwa kadiri ya asivyo navyo. Mstari wa 13, maana sisemi hayo ili wengine wapate raha nanyi mpate dhiki, bali mambo yawe sawasawa. Wakati huu wa sasa wingi wenu uwafae upungufu wao, ili na wingi wao uwafae ninyi mtakapopungukiwa, ili mambo yawe sawasawa. Mstari wa 15, kama ilivyoandikwa, aliyekusanya vingi hakuzidi, wala yeye aliyekusanya vichache hakupungukiwa. Sasa zipo kanuni kadha wa kadha tunazipata kutoka kwenye kipengele hiki cha maandiko kwa habari ya utoaji, lakini mtazamaji wangu, nataka nikupe kwanza muktadha wa maandiko haya, yamkini maana nimesoma katikati. Sasa ni vizuri ukaelewa Biblia hapa, au Mtume Paulo anawaambia nini Wakorintho. Mtume Paulo anawaandikia Wakorintho kwa habari ya sadaka waliokuwa wametoa ahadi mwaka mmoja uliokuwa umepita, wafanye changizo kupeleka kwa ajili kwenye kanisa la Yerusalemu, kuwapelekea watakatifu wengine waliokuwa katika changamoto na umaskini, walikuwa wahitaji. Kwa walikuwa wanakusanya sadaka kutoka katika makanisa mengine au makusanyiko mengine. Sasa anawakumbusha ya kwamba walitoa ahadi, sasa ni vizuri wakatimiza ahadi yao. Na sasa lakini katika maandiko haya tunajifunza mambo kadha wa kadha, kanuni ambazo ninataka niseme. Kanuni ya kwanza tunaiona mahali hapa kutoka hasa ule mstari wa 13, tunaona kanuni ya kufaidiana kwa nyakati tofauti tofauti. Mtume Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba ninyi sasa mko kwenye nafasi nzuri, lakini wenzenu kule wako kwenye nafasi ya uhitaji. Kwa hiyo tumieni mlicho nacho kwa sasa, muwafaidishe wao. Lakini pia anasema sitaki ninyi ndo mwelemewe, au sitaki tu upande mmoja, kwa lugha rahisi kwamba mwelemewe, lakini fanyeni hivi kwa ushauri wangu, na kusema ninyi mkitoa sasa, kumbukeni kuna wakati mwingine ambapo nanyi mnaweza kuwa kwenye mazingira ambayo mnahitaji. Hivyo ndivyo kanisa linatakiwa kuishi kwa habari ya utoaji. Kwa kanuni yetu ya kwanza, kama nilivyosema kwa hapa, ni kwamba kanuni ya kufaidiana kwa nyakati tofauti tofauti. Kwa lugha rahisi ni kwamba kadiri Mungu anavyokubariki, wakumbuke walio kwenye nafasi ya uhitaji. Lakini na wewe ambaye unapokea kutoka kwa watu leo, kumbuka ukiwa pia kwenye nafasi ya kuweza kuwabariki wengine, kumbuka nawe itakuwa ni zamu yako ya kufanya vivyo hivyo.
Ya pili tunaoitoa kwenye maandiko hapa, kuwa tayari kutoa ukiwa kwenye nafasi ambayo nimeshasema, na pia kwa wakati mwingine kupokea. Manake unajua kuna kipindi hata katika kanisa tunakuwa labda wengine wanajenga kama ni kiburi kwamba huwezi ukapokea. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tunasema kila mmoja wetu awe katika nafasi ya kutoa kulingana na Mungu alivyokujalia na kukubariki katika kipindi kile, lakini pia wewe utakapotakiwa kupokea kutoka kwa watu wengine, fungua moyo wako na usione kwamba wewe ni mtu wa kutoa tu ambaye huwezi kupokea. Kwa lugha rahisi naweza nikasema katika muktadha wa maandiko tunavyotuonyesha, inapokuja kwa habari ya kuhudumiana kwa njia yetu ya utoaji, ni kwamba toa, lakini pia uwe tayari kupokea. Hayupo mtu ambaye hawezi kupokea siku zote. Na wewe mtu usimwangalie tu mtu unaona labda kwa sababu labda kwa hali zetu za kawaida anaonekana anavyo vingi, kwa ukafikiri labda yeye huyu hawezi kupokea. Kuna vitu ambavyo ukifanya katika moyo wa kutoa na ukarimu atafurahia na vitaugusa moyo wake. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tunaangalia kanuni nyingine ambayo tunaitoa katika Wakorintho wa kwanza sura ile ya 16. Zipo kanuni, mambo machache ambayo nataka niyaseme. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 16 mstari wa kwanza na wa pili. Mtume Paulo bado anaongelea kwa habari ya changizo hilo. Anasema, kwa habari ya ile changizo kwa ajili ya watakatifu, kama vile nilivyoamuru makanisa ya Galatia, nanyi fanyeni vivyo. Siku ya kwanza ya juma kila mtu kwenu na aweke akiba kwake kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapo kuja. Kuna mambo kadha wa kadha tunaweza kujifunza kutoka kwenye eneo hili. Moja ni kanuni ya kujiandaa na kufanya maandalizi katika utoaji. Nikutie moyo mtu wa Mungu na nikupe changamoto. Kwa mfano, nimekuwa nawapa watu changamoto. Tunaweza kuwa tunakuwa na akaunti kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ada, tuna akaunti kwa ajili ya akiba, akaunti kwa ajili ya dharura. Je, umewahi kufikiria kwa mfano kuwa na akaunti kwa ajili ya kutoa, na kutoa katika picha yake pana, kutoa katika mahala ambapo unaabudu, lakini kutoa kwa ajili ya kuwasaidia watu, kutoa kwa ajili ya kuwainua watu na vitu vingine vinavyofanana na hivyo. Kunatakiwa kuwe na maandalizi. Lakini pia mazoea yetu yamekuwa ni kwamba mtu tu anainuka, kwa hiyo hajapanga kitu chochote. Una mshahara wako, kupangi na kukaa na kuamua kwamba ni kiasi gani ambacho, kumbuka tuliona kanuni nyingine, tunatoa kile tulichodhamiria moyoni. Kwa hatuna huo muda wa kukaa na kudhamiria na kusema nitamtolea Bwana kiasi hiki, nitabariki watu kiasi hiki, nitafanya hivi, kwa kujipanga na kupangilia kutoka kwenye mapato yako. Mtume Paulo anawashauri, anawaambia Wakorintho ya kwamba wapangilie kila siku ya kwanza ya juma, waweke kiasi fulani, waweke kiasi fulani, waweke kiasi fulani. Kwa hiyo tunaweza kuona hapa kuna kanuni ya kufanya maandalizi. Hebu nikutie moyo, moja ya kanuni ya msingi sana katika utoaji, uwe ni mtu unayefanya maandalizi, uwe ni mtu unayepangilia. Sio dharura unakwenda kanisani hata hujui unakwenda kutoa kiasi gani, na sadaka yako hata hujui, kutoka kwenye mshahara wako, kutoka kwenye biashara zako, kutoka katika shughuli zako hata hujui, kwa unakwenda kwa kuripuka. Na ndio maana ni rahisi sana kuwa manipulated, kwa sababu hujapangilia. Ukiingia mahala ambapo ukakutana na mtumishi ambaye naye ana njia zake, ameamua kutumia utoaji kama njia ya kumanipulate watu, anaweza kaanza kusema kitu chochote, basi ukachanganyikiwa, unajikuta unaanza kufanya vitu ambavyo baadaye unasikia kuumia. Na wakati Biblia inatutaka tunapotoa tutoe kwa furaha na kwa moyo mkunjufu na sio katika maumivu. Hiyo ni la kwanza. Lakini pia kuweka akiba kwa ajili ya utoaji na kukutana na mahitaji yaliyopo, kama nilivyosema, kama ambavyo tunaweka akiba kwa ajili ya mambo mengine. Ni kwa nini mtu wa Mungu usijenge utamaduni wa kuweka akiba? Unajua, kunaweza ukawa unajua kuna mahitaji mahala unapoabudu, au maono, huduma mbalimbali. Kuna watumishi wa Mungu mbalimbali wamekuhusisha, wamekuambia habari mbalimbali za mahitaji tofauti tofauti. Lakini kwa nini usianze kuweka akiba kidogo kidogo, ili utoaji usiwe tu kwamba ni kwa kusitukiza, lakini kusudia moyoni nini unataka kumtolea Bwana kabla, na sio kufikiria tu wakati wa sadaka ukifika. Nimeshaiongelea sana. Au ukifika kanisani kwa mfano, yani fikiria
Na pia usipokuwa na hii mipangilio, ndo utashangaa mtu amekupigia simu, huyu anasema hivi, lakini kama ukishapanga, una kiasi chako, umemshirikisha Roho Mtakatifu, unajua kiasi hiki nitasaidia watu ndani ya mwezi huu, ndani ya mwaka huu, kama unajua kipato chako, kama ukujui, kulingana na kile unachokipata, unafanya maamuzi hayo, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Tunaendelea kuangalia kanuni zingine, na yale tunaojifunza ni katika Wakorintho wa kwanza hiyo 16. Nitasoma mstari wa 3 na 4. Mstari wa 3 na 4 unasema, nami nitakapofika nitawatuma kwa nyaraka wale mtakaowachagua, wachukue hisani yenu mpaka Yerusalemu. Mstari wa 4, na kama ikifaa niende na mimi, watasafiri pamoja nami. Lakini pia nataka nisome inayomfanana na hiyo Wakorintho wa pili, ile sura ya 8 mstari wa 18 mpaka 21. Nataka pia nisome hapo 18 mpaka 21. Kusomea halafu nitakwambia mambo kadha wa kadha tunajifunza. Mtume Paulo pia anawaambia, na pamoja naye tukamtuma ndugu yule ambaye sifa zake katika Injili zimeenea makanisani mote. Wala si hivyo tu, bali alichaguliwa na makanisa asafiri pamoja nasi katika jambo la neema hii tunayoitumikia, ili Bwana atukuzwe, ukadhihirike utayari wetu. Mstari wa 20, tujiepushe na neno hili, mtu asije akatulaumu kwa habari ya karama hii tunayoitumikia. Na mstari wa 21, tukitangulia kufikiri yaliyo mema, ni si mbele za Bwana tu, ila na mbele za wanadamu. Kuna mambo kadha wa kadha tunajifunza hapa, na kanuni kadha wa kadha tunazoweza kuziona hapa. Kwa mfano, jambo la kwanza tunaliona hapa ni kanuni ya kuwajibika kwa Mungu na kwa watu wanaotoa, kwa watu wanaotoa, kwa ambao Mungu amewaweka kuwa mawakili. Ninamaanisha nini hapa? Mimi kama mchungaji niko kanisani, niko wakili wa sadaka na matoleo ya watu ambao Mungu ameniweka niwe mwangalizi juu yao. Au kwa mfano kama Mtume Paulo alichokuwa anafanya, anakusanya matoleo au anakusanya changizo kwa ajili ya kutoka makanisa ya Galatia, makanisa ya Korintho, kwa ajili ya kupeleka kule Yerusalemu. Sasa tumeona pande zote hizi mbili, ile sura 16 na sura ya 8 wa Korintho wa pili, inaelezea jambo lile lile, kwamba Paulo alitaka waweko watu wengine kutoka miongoni mwa waumini ambao wataambatana naye anapopeleka ile sadaka. Inatufundisha nini? Inatufundisha jambo la wanaosimamia, waliopewa nafasi na Mungu kusimamia, kuwajibika. Na anasema si tu mbele za Mungu, lakini pia kwa wale wanakopokea sadaka kutoka. Najua kuna watu wanasema, wanasema kwa mfano, wakati mimi nakuwa katika kanisa la Mungu, kulikuwa na taratibu ambazo zilikuwa ziko mara kwa mara mwisho wa mwaka. Mfano, taarifa zinatolewa za makusanyo, za mapato na taarifa nzima ya fedha. Lakini kadri tunavyokwenda, jambo hili limeendelea kufifia, na watu wengi wanaanza kusema, mimi kama mchungaji siwajibike kwa mtu yeyote, nawajibika kwa Mungu. Lakini pia watu wengine wanafikiri ukishatoa sadaka basi wewe tulia kabisa, haijalishi watu wanazitumiaje, watu watajibu mbele za Mungu. Ni kweli watu watajibu mbele za Mungu, lakini kutoka katika maandiko haya tunajifunza, Mtume Paulo aliwajibika, na hakutaka tu kwamba kuwajibika tu mbele za Mungu, hakutaka pia kusababisha aina yoyote ya lawama. Kwa sisi watumishi wa Mungu na viongozi ambao Mungu ametuweka katika maeneo mbalimbali, imetupasa kuwajibika kwa habari ya fedha na mali zinazotolewa na watu mbalimbali, na kuwa na utaratibu unaoweza kuonyesha ya kwamba zimetumika kama ilivyokusudiwa. Mchungaji mimi aliyenilea katika utumishi, moja ya jambo ambalo alikuwa akisisitiza sana wakati tumeokoka miaka ya 90, ilikuwa ni kwamba, mfano yeye alikuwa, ukiomba pesa kwa ajili ya nauli ukaenda kunywa soda, kwake hilo lilikuwa ni kosa, kwa sababu huko sio kuwajibika. Anakuambia kama ungetaka ungeomba kwa ajili ya hiki, basi ungesema soda moja kwa moja, then mimi nakuwa na maamuzi nitoe au nisitoe. Lakini leo moja ya changamoto ambayo tuko nayo sana katika kanisa la Mungu ni pale ambapo kuna kipindi, ni kweli mimi naweza nikawa na changiza kwa kitu hiki, lakini matumizi yake yakawa kitu kingine, bila kurudi
kwa wale ambao niliwaambia ya kwamba tunachangia mkutano wa Injili. Sasa kwa sababu yoyote mkutano wa Injili unaweza usifanyike, mambo yoyote, kwa sababu yoyote. Kuna hivyo ni vitu ambavyo viko juu ya uwezo wetu. Lakini mimi kurudi na kutoa taarifa, hatujafanya mkutano, ulichangia kwa ajili ya mkutano. Je, fedha hizo zinaweza kutumika kwa jambo jingine? Kubadilisha matumizi juu kwa juu bila kupata idhini ya watu waliohusika ni kukosa uwajibikaji. Na hii si tu kwa sisi wachungaji, lakini pia ni pamoja na hata kama mtu amekupa pesa yake, wewe kama mwamini, kama unabadilisha matumizi, ni vizuri ukapata idhini ya mtu ambaye amefanya. Nipatolea mfano mmoja wapo wa kuwajibika. Kwa hiyo ni muhimu sana tukumbuke swala la kuwajibika. Hatuwajibiki tu mbele za Mungu, bali pia tunawajibika kwa wanadamu, kama ambavyo tumeona katika haya maandiko mawili. Lakini pia hii eneo hili nataka tuniseme imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, itusaidie sisi katika kanisa la Mungu, na imekuwa ni moja ya changamoto ambayo kuna kipindi na tufanya iwe vigumu hata kusaidiana sisi kwa sisi. Kwa mfano, nimekuja kwako, ninakuomba unisaidie mtaji, kwamba nina jambo ambalo nataka nifanye. Kuja nikopesha, ukanipa, ukanibariki, nikafanye jambo. Lakini ninapotoka inakuwa ni ngumu. Kwanza toka nimetoka, sikupi taarifa yoyote, sitoi mrejesho wowote, siwajibiki kwa aina yoyote. Na pale unapojaribu labda kufuatilia, naona kama unaingilia kwamba kama haikuwa sadaka. Lakini tukijifunza kwenye mfumo, kwenye kanuni ya uwajibikaji, nafikiri maandiko yanatuonyesha ni muhimu kuwajibika, ili tusilaumiwe kwa wanadamu, lakini pia tusilaumiwe mbele za Mungu. Kwa hiyo kama kwa mfano, nikutie moyo wewe, kama umekuwa ukisaidia watu, ni vizuri kama ni kwa ajili ya jambo fulani, wawajibike kwa kile ambacho ulikusudia. Na ndio maana mambo mengi yanafanyika na hatusogei mbele kama kanisa la Mungu. Taangalia kanuni nyingine kutoka katika Korintho wa kwanza sura ile ya 9 na mstari wa 6 mpaka wa 15, ambayo nitasema hiyo kanuni. Au je, ni mimi peke yangu na Barnaba tusio na uwezo wa kutokufanya kazi? Ni askari gani aendaye vitani wakati wowote kwa gharama zake mwenyewe? Ni nani apandaye mizabibu asiyekula katika matunda yake? Au ni nani achungaye kundi asiyekunywa katika maziwa ya kundi? Je, ninanena hayo kwa kibinadamu, au Torati nayo haisemi yayo hayo? Kwa maana katika Torati ya Musa imeandikwa, usimfunge kinywa ng'ombe apurulapo nafaka. Je, hapo Mungu aangalia mambo ya ng'ombe? Au yamkini anena hayo kwa ajili yetu? Naam, yaliandikwa kwa ajili yetu, kwa kuwa alimaye nafaka ni haki yake kulima kwa matumaini, naye apurulaye nafaka ni haki yake kutumaini kupata sehemu yake. Mstari wa 11, ikiwa sisi tuliwapandia ninyi vitu vya rohoni, je, ni neno kubwa tukivuna vitu vyenu mwilini? Ikiwa wengine wanashiriki uwezo huu juu yenu, sisi si zaidi? Lakini hatukutumia uwezo huo, bali twavumilia mambo yote, tusije tukaizuia habari njema ya Kristo. Mstari wa 13, hamjui ya kuwa wale wazifanyao kazi za hekaluni hula katika vitu vya hekalu, na wale wahudumiao madhabahu huwa na fungu lao katika vitu vya madhabahu? Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio Injili wapate riziki kwa hiyo Injili. Na mstari wa 15, lakini mimi sikuitumia mambo hayo hata mmoja, wala siyaandike hayo ili iwe hivyo kwangu mimi, maana ni heri nifike kuliko mtu awaye yote apatilishe huku kujisifu kwangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunajifunza kanuni nyingine ya msingi sana. Unajua, ni vizuri jambo lolote tunalolifanya liwe na msingi katika maandiko. Tunaona hapa Mtume Paulo anaongea na Wakorintho akiwaonyesha ni kwamba kama watu ambao wamewapandia vitu vya rohoni, wanatakiwa kwa njia moja ama nyingine wamsapoti yeye kama mhubiri wa Injili. Kwa tunaona ni kanuni ya wanaotumika katika Injili au kutoa huduma za kiroho kuhudumiwa mahitaji yao ya kimwili na wanaowahudumia. Hii ni kanuni ya msingi sana, pamoja na kwamba kanuni hii inaweza kuwa imetumiwa vibaya
lakini haiondoi ukweli kwamba bado inasimama. Kanuni hazibadiliki na kanuni hazitegemei mazingira. Kwa hiyo wanaotumika kwa Injili, na iko wazi kabisa, wanaotumika kwa mambo ya kiroho imewapasa kuhudumiwa na wale wanawatumikia. Sasa ninataka nitoe angalizo hapa. Angalizo moja kwanza, upande wa pili. Mtume Paulo anasema yeye kwa hiari yake aliamua kutopata hiyo haki, lakini ilikuwa ni haki yake. Kwa hata leo mtumishi anaweza akaamua kwa hiari yake akasema yes, ni haki yangu, lakini kwa hiari yangu mimi mwenyewe nitafanya mambo mengine na sitapokea hiyo ambayo nao wahudumia walitakiwa kumhudumia. Hiyo ni moja ya kuangalia. Kwa mtumishi anaamua, huyo mtu anayehubiri Injili anaamua ili Injili iende kutoka sehemu moja hadi nyingine. Kimsingi wale wanaohudumiwa wanatakiwa wawezeshe mtu. Kwa mfano amekuja kuhubiri sehemu moja, kama ni mhubiri ambaye anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, maana anapeleka Injili, awezeshwe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Hiyo ni kanuni kabisa ya kimaandiko. Watu wanaotumikia Injili wale kutoka katika Injili, na tunajifunza katika maandiko kanuni hiyo. Lakini nitoe angalizo kubwa sana mahali hapa, na sisi kwetu watumishi ni vizuri tukajua neno hili linajikita katika mambo ya msingi na sio katika anasa zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo ni vizuri, kuna mambo wanatoa mfano, kwa mfano wanatoa mfano, kuna mambo ya msingi katika maisha. Kundi nalolichunga au wewe unayechungwa, ni vizuri ukahakikisha unamtegemeza au unafanya jambo kwa ajili ya watumishi wa Mungu ambao wanatumikia Injili ya kweli. Ni muhimu sana, Injili ya kweli, na wanaokuhudumia kiroho na kukujenga kiroho. Lakini kumbuka, mahitaji huwa ni mengi. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, mahitaji yako yote, mahitaji yangu yote, watu na wahudumia kiroho hawezi kukutana nayo. Kwa ni vizuri kuwa na namna nyingine ya kufanya, kwa sababu kwa mfano katika kusanyiko hilo ambalo mimi naweza kuwa nachunga, kuna watu nimesikia, kuna kipindi mtumishi wa Mungu anaweza kuwa analalamika, nyinyi mnapeleka watoto wenu katika shule za juu, watoto wangu wako kwenye shule za kawaida. Nitolee mfano huo. Lakini kumbuka katika kusanyiko hilo pia kuna watu wengi tu, asilimia kubwa, ambao watoto wao pia wanaweza kuwa katika shule ambazo wanaziita za kawaida, lakini kikundi kidogo tu labda katika ambao wamepeleka katika zile shule zingine. Sasa mimi nikilalamika namna hiyo, inakuwa sidhani kama inakuwa ni jambo ambalo ni sawa. Nini kifanyike? Kanisa nao wahudumia mambo ya kiroho wanatakiwa, wana wajibu wa kunihudumia, lakini si kwa mambo ambayo yako nje ya uwezo na kila ambacho wao wanaweza kuwa wakifanya. Kwa ni jambo la msingi sana kukumbuka mambo hayo. Tusiwatwishe watu kwa sababu tu Biblia inasema hivyo. Mambo yanayohusika ni huduma, nikiwarisha mambo ya rohoni napata ya mwilini, lakini sio kwa maana ya mambo sasa extravagant, mambo makubwa ya kulazimishia, lakini yawe within. Toa mfano mwingine. Mfano labda mtu anahitaji, mtumishi anataka labda tafutiwe usafiri. Kuna usafiri, yes, unaotakiwa kulingana na kazi yake na kumsaidia. Lakini sasa kama akianza kuchagua anataka usafiri wa namna hii ambao ni luxury, kuna kipindi nje kabisa ya mahitaji ya msingi, alafu anataka mzigo wote huo ulazimishie, nafikiri ni mambo ya kuangaliwa katika kanuni hii ili isiwe abused. Kwa hiyo nilitamani kuzisisitiza kanuni hizi kwamba tuweze kuzipitia na kuona ni kwa namna gani ambavyo zinatusaidia katika mwili wa Kristo. Kwa ujumla, katika utoaji wetu, pamoja na kanuni zingine nyingi ambazo zinaweza tukazitoa katika maandiko, lakini tukumbuke kiini na msingi wa utoaji unajengwa katika moyo wa ukarimu, moyo wa hiari na upendo kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye ndo alianza akajitoa kwa ajili yetu. Kwa hiyo msingi wetu wa utoaji katika nyakati zote na mara zote na aina zote umejengwa katika msingi mkubwa wa pendo letu kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kukutana na mahitaji mbalimbali. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Karibu tena katika kipindi kingine, na usikose kuangalia video inayofuata kwenye kipindi kinachokuja.
Mungu wa mbinguni akubariki. Basi nitakwenda kuomba kwa ajili yako. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wangu, na asante kwa ajili ya kipindi hiki ambacho Mungu wetu na Baba yetu tumeweza kuyapitia maandiko. Ninaamini ya kwamba kuna jambo limezaliwa ndani ya moyo wa mtu na litaendelea kumsaidia atoe kwa usahihi, afanye iliyo sehemu yake kwa utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amina.